Kwingineko, familia katika kijiji cha Lunywenywe Ulwadi ni Lumakanda huko Matete, Kakamega inalilia haki ya mpendo wao aliyekuwa dereva wa magari ya masafa marefu na anayedaiwa kuuawa kwa kupiga risasi na mwanajeshi akiwa barabarani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni taarifa yake Joseph Amunyo Otieno. Kulingana na familia hii kiongozwa na Francis Wafula, mpendwa wao Fred Wekesa alisimamishwa na wanajeshi wawili nchini DRC alipokuwa akisafirisha mafuta aina ya petroli, na wakamtaka awape rushwa ya shilingi 3,000 ndipo amruhusu kuendelea na safari yake, ila akapigwa risasi na kuuawa papo hapo alipowapa shilingi 2,000. Alikuwa anapeleka kari ya mafuta. Sasa kufika huko katikati ya forest, kuna wanajeshi wanakaa kwa roadblock. Walisimamisha yeye, wakamwambia tunataka utupatie shilingi 3,000. Sasa huyu kijana yetu akawa ako na shilingi 2,000. Wakati aliwapea 2,000, hao wanajeshi wakasema hapana, 2,000 haitoshi, natakana tuongeze ingine ikuwe 3,000. Wakati huyu kijana alijaribu kusema ya kwamba sina hiyo 3,000, nilikuwa tuna 2,000. Sasa huyu askari akamtwanga risasi. Ikatwanga risasi ndani, lakini sasa haikutoka pande hii, ikakwama. Sasa wakati ilikwama, huyu ndani boy yake akaona wamepika dereva yangu. Yeye akatoroka, alishuka akaingia msituni. Wakati aliingia msituni, hao wanajeshi wakaanza kwenda. Sasa wakati waliondoka, huyu kijana akaona hapana, mpaka niruti niangalie dereva wangu. Wakati aliruti kwa kari, akaona dereva yake kweli amekufa. Kulingana na mama mzazi Rose Wekesa, marehemu alikuwa tegemeo la familia hiyo na kwa kifo chake ni pigo kubwa kwao. Huyo mtoto ndio ilikuwa tegemeo letu katika hili boma. Kwa hivyo tumehuzunika sana. Tunaomba serikali tusaidie kwa sababu huyu mtoto hakukuwa mwizi. Huyu mtoto ako na familia, anatafutia familia yake. Sisi kama jamii kweli tumeumia sana ndani ya roho. Mioyoni mwetu tumeweza kuumia kabisa kama jamii. Kuweza kupata kifo cha ndugu yetu ghafla hivyo ambaye hakugonjeka, amekuwa anajitafutia. Familia hii kwa sasa inadai kutopata msaada wowote kuisafirisha maiti ya mpendwa wao kutoka taifa la DRC, huku ikitoa wito kwa serikali ya Kenya pamoja na serikali ya DRC kushirikiana kuhakikisha familia hiyo inapata haki kutokana na mauaji hayo. Waajiri wake wamemruka, wanasema kwamba familia yenyewe ikitegemea ijue vile inaweza kukaramia kwa masishi ya huyu mtoto. Hakuna kitu wametoa hata kidogo. Wanasema kwamba sisi Waluya tunapenda kufanya matanga kuwa kama sherehe. Ambassadors wako Kongo, embassy iko Kongo. Fuatilia through that embassy tupate haki yetu. What we want is justice for Junior. Kongo wa Rwanda wanapita hapa kwetu, hapa Lugari, Lwandetu wakienda upande wa Eldoret, wakienda upande wa Malaba border. Sisi tunawachukulia ni mandugu zetu, wafanye kazi yao kwa amani. Sasa naomba wale wanajeshi wa Kongo, mtu akikosa pesa sio mwisho wa kuishi. Na kama mtu amekwambia sina pesa, muaje aende, siku nyingine atakuletea. Lakini ikiwa hana pesa na wawe, na sisi tunaishi nao kwa amani. Nadai haki ikatendeke kwa huyu kijana kwa sababu hata hii saa ya kutayarisha mazishi yake, yani hatuna haki yoyote ambayo tumepata kwa yeye. Tunahangaika tu hivyo. Joseph Amunyo Otieno, West TV, Matete, kaunti ya Kakamega.